Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwamba uhusiano wa Urusi na Syria unaingia katika hatua mpya. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameeleza wazi akisema kwamba uhusiano huu ambao umedumu kwa muda mrefu hata kabla ya kuanguka kwa Rais Bashar al-Assad, lakini Urusi imekuwa na uhusiano imara na taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaiban alifanya mkutano na Rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema siku ya leo Jumatano. Najua kwamba siku ya Jumatatu kulikuwa na mazungumzo mazuri sana na Rais Putin, ambapo mlijadili masuala ya nchi mbili na hali katika kanda. Najua kwamba katika mkutano wenu ulielezea kuridhishwa kwako na ushirikiano wetu kwenye majukwaa ya kimataifa na nia yako ya kuimarisha ushirikiano huu, Lavrov alisema katika mkutano na al-Shaiban mjini Moscow. Urusi itaendeleza uhusiano wa kibiashara na kiuchumi na Syria kulingana na msingi uliowekwa hapo awali, Sergei Lavrov pia alisema. Tumefikia makubaliano kimsingi kuhusu jinsi ya kuendeleza uhusiano wetu wa kibiashara na kiuchumi kwa manufaa ya pande zote. Kwa kuzingatia msingi huo ambao uliwekwa katika miongo kadhaa iliyopita, Lavrov alisema katika mkutano huo na waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Syria Asad al-Shaiban wakiwa huko Moscow. Hata hivyo, wengi walikuwa wakihoji ni nini ambacho Urusi inakihitaji katika taifa la Syria lililokumbwa na vita vikubwa, ambalo pia wakati huu mataifa magharibi yametumia fursa kutaka kuingia katika taifa hilo. Ikumbukwe kwamba Urusi ilikuwa ikishirikiana na Syria wakati wa utawala wa Bashar al-Assad, lakini wachambuzi wengi wanasema kwamba huenda Urusi inatengeneza uhusiano na Syria ili tu kuona ni namna gani inaweza ikatumia fursa zilizopo nchini humo. Lakini pia Urusi iliwekeza zaidi katika masuala ya kijeshi na ulinzi, na hivyo ina silaha nyingi zilizopo nchini humo, hasa katika kambi zake mbili zilizopo nchini humo Syria. Kwa mujibu wa Lavrov, anasema tumefikia makubaliano kimsingi kuhusu jinsi ya kuendeleza uhusiano wetu wa kibiashara na kiuchumi kwa manufaa ya pande zote mbili, pamoja na kuzingatia msingi ambao uliwekwa katika miongo kadhaa iliyopita, ikiwa ni pamoja na ulinzi na usalama. Lavrov pia alisema katika mkutano na waziri wa mambo ya kigeni wa Syria Asad al-Shaiban, Urusi imejitolea kwa uhuru na uadilifu wa eneo la Syria. Waziri huyo aliongeza, uhusiano kati ya Urusi na Syria unaingia katika hatua mpya katika maendeleo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaiban alisema, leo uhusiano wa Urusi na Syria unaingia katika hatua mpya. Mwaka jana ulionekana kuwa muhimu kwa Syria. Kwanza kabisa, mwaka huu uliashiria mwisho wa vita vilivyodumu kwa miaka 14. Shaiban alisema katika mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov huko Moscow. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kwa sasa Syria ni taifa ambalo halieleweki linafuata mrengo gani, hasa ukizingatia kwamba tayari mataifa magharibi yameshaingilia kati, lakini ni Syria ambayo inakosa msimamo wa namna ya kupambana na Israel ambayo mara kadhaa imekuwa ikishambulia maeneo mbalimbali nchini humo. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hali inavyozidi kwenda, Israel kuna siku itakuja kukaa pembeni, kwa sababu wakati huu kuna mataifa mfano wa Uturuki linatengeneza uhusiano wa karibu na Syria, ikiamini kwamba Uturuki imepambana katika kuhakikisha wanamuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad ambaye amekuwa akishirikiana na kundi la PKK lililotaka kumpindua Recep Tayyip Erdogan nchini Uturuki. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.